Unajua Simba na Yanga ndo timu ambazo sasa hivi tunazitazama zaidi. Kwa sababu Mei 3 na mechi dabi ya Kariakoo ligi kuu, lakini tutaanza kuishuhudia kesho kutwa hapo tarehe 29 ambayo itakuwa inahitimisha ama inapamba zile sherehe za muungano. Na muungano ilikuwa ni jana. Nafikiri Simba walikuwa na wakati mzuri akasema hebu tuitakatishe siku. Wakaipamba sherehe na ikawa ni furaha kubwa. Lakini kubwa ni kwamba katika hali ya kipekee, hii Taita tu ni hali ya kipekee, ni kwamba historia inakwenda kuandikwa kwa Simba na Yanga kukutana kwenye mechi mbili za mashindano tofauti katika juma moja. Mechi ya kwanza itakuwa ni fainali ya muungano ambayo inapigwa siku ya Jumatano kama ambavyo nimekuambia, na baada ya hapo wanakwenda kukutana Mei 3 pale Meja Jenerali Samuyo, na hiyo itakuwa ni mechi ya ligi kuu ya NBC. Mchezo wa pili utakuwa na historia nyingine ya kuchezwa kwenye uwanja ambao labda hakuna ambaye alifikiria, lakini imekuwa hivyo, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Moja kati ya viwanja ambavyo wenyewe JKT Tanzania wanapaita beseni. Lakini kila mpinzani ambaye amegusa ule uwanja anasema shughuli yake ni pevu. Ile beseni, nishazungumza na wachezaji wengi wa ligi kuu. Kaambia Muro, viwanja vingi ukienda ni sawa umeenda kucheza kwenye visinia. Ila pale ukidumbukia lile karai. Kwa sababu ya dimension. Nafikiri tuliwahi kufanya research pamoja na Osman Kazi wakati fulani. Tulikuwa pale uwanjani na msimamizi wa uwanja. Tulikuwa wote siku hiyo. Tulikuwa wote, nafikiri ulikuwa unatangaza, nilikuwa nachambua mechi ya Pamba, nafikiri walikuwa na Mbeya Kwanza kwenye 16 bora ya kombe la FA. Wakasema huyo uwanja urefu wake ni mita 110. Wakati Taifa pale kwa Mkapa na Chamazi ni 105. Upana 68 Taifa na Chamazi. Hiyo Taifa na Chamazi pichi zinafanana. Watu wengi huwa wanashtuka vipi? Unajua ukiangalia Chamazi unaona tu unaonekana mdogo karibu na pitch. Mashabiki wako karibu. Sehemu ya riadha, lakini Chamazi na Taifa ni sehemu ya kuchezea inafanana, ambao ni standard kubwa ya dunia 105 kwa 68. Lakini kule Isamuyo urefu ni 110. Upana ilikuwa between 72 mpaka 75. Sasa unaweza ukaona Taifa na Chamazi ukividumbukiza kwenye pichi ya kuchezea Isamuyo, urefu inabakia mita 5 mbele, upana inabakia zaidi ya mita 5 zingine. Sasa mita, chukua ile rula ya ubaoni ya mwalimu anafundishia darasani, ndo mita 1, ziwe 5 zile rula, utaweza kuona hiyo distance ilivyo. Kwa hiyo Isamuyo kwenye pichi ya kuchezea uwe na pumzi kweli, players wako wana fitness kweli. Ndio maana timu zilizokwenda kupata matokeo hata sare pale msimu huu lazima ukumbuke fitness yao. Dodoma Jiji nafikiri alishinda dhidi ya JKT pale Isamuyo, sio? Mtibwa akapata sare na Simba pale. Chazmagata anasawazisha mechi na Simba, sawa? Na Mungo alipata sare pale na JKT kama unakumbuka. Timu zikipata hata sare pale kwenye ule uwanja. Yanga kashakwenda mara 2 pale dhidi ya JKT kapata sare tena ya bila. Ule msimu ambao mvua ilipiga ikabidi mechi ichezwe kesho yake, na msimu mwingine uliofuata. Kwa hiyo Azam kashakwenda sare 2. Sare iliyomuondoa Yusufu Dabo mechi ya kwanza kabisa ule msimu. Ibenge kaenda msimu huu kaenda kapata sare kasawazishiwa. Kwa hiyo unaanza kukabwa na tabia zenyewe za dimension za vipimo, kama sheria ya kwanza katika sheria 17 za IFAB inazungumza uwanja na vipimo vyake na quality zake, surface pitch na kadhalika. Lakini uzuri ni kwamba nyasi ile ni original. Timu za taifa zimefanya mazoezi pale michuano ya Chani. Kwa hiyo ni standard pitch, lakini hiyo ni historia kubwa. Inawezekana dabi ikawa imepigwa mara 3 msimu huu bila uwanja Mkapa kutumika. Kwa sababu ya kwanza ilipigwa Amani. Ya pili Mungu akijali kesho kutwa itapigwa Amani. Ya 3 itapigwa pale. Mkapa imebakia kuwa ni observer, mtazamaji wa hizi dabi. Siko kwenye marekebisho. Ametulia anazitazama. Lakini kingine sasa hata hivyo nikuongezee katika, nilikuwa nimeangalia kwenye Soka Metrics yao ambao wanajihusisha na masuala ya takwimu za ligi kuu. Sasa kwa hiyo ina maana kwa uwanja ule wa Samuyo ndio nataka tukaone sasa Simba anaongoza kwa kupiga pasi kwa 80%. Yanga ana 75%.
9 nadhani point kwenye ligi. Yes. Wao wanapiga pasi nyingi. Kwa hiyo nadhani kwa uwanja ule sasa ndio uwanja ambao ufundi utaenda kuonekana. Nani anajua kutembea na pasi na nani anajua kukimbia kwenye maeneo yake kwa wakati sahihi. Kwa hiyo washabiki wanazani watapata kitu kikubwa sana. Yaani acha wale 15,000 ambao wataingia uwanjani. Hata sisi tutakaa kwenye TV huku tutaona kitu kikubwa sana kuona jinsi gani timu unavyompira unavyotembea. Kwa hiyo hizo timu zote mbili ndio timu zinaongozwa kwa kupiga pasi. Kwa hiyo nadhani hapo tutaona mpira unatembea kwa kiwango kikubwa sana hiyo tarehe 3. Godlisten, natamani sana kufahamu tusaidie kwenye kimbinu uwanjani. Mnacheza kwenye uwanja ambao viwanja vingine ni vidogo pichi zake kilinganisha na Meja Jenerali Isamuhyo. Kuna viwanja vingi tu mtu yeyote angefikiria kwamba Simba angekwenda kupeleka. Tumeshuhudia Kirumba imewahi chezwa dabi ya Kariakoo. Kigoma pale imewahi chezwa dabi Tanganyika finali FA. Ni viwanja ambavyo vingetokea vinatajwa isingesumbua watu kwa sababu si walishaona. Ikatajwa Meja Jenerali Isamuhyo. Mkwakwani kumbuke pia ilikuwa ni ngao ya jamii zile. Simba anachukua matuta, alisalim kasave sana. Kikanuni ilikuwa imetokea pale na mechi zinaenda pale, hakuna mtu angedoubt. Hii ligi inakupa option uchague kiwanja kabisa. Inawezekana Simba wametazama pia ukubwa wa pitch na wao wakiamini kwamba tayari wamecheza mechi, wanaufahamu, wamecheza mechi nyingi. Wanataka waitumie advantage ama hakuna shida yoyote kimbinu kwenye swala ukubwa wa uwanja. Nafikiri Yanga walipeleka mechi ya Amani, mechi ya ligi. Na nakumbuka kulikuwa kuna mjadala mpana sana. Imekuwaje, imepanda, imeshuka, mambo yao ya siasa wanafahamu, au sio? Simba of course inaonekana ilikuwa ni azimio lao. Kwa sababu uwanja wa nyumbani msimu huu wameopti ni Isamuhyo. Young Africans kwa namna moja ama nyingine itabidi ya drop kwa ajili ya kwenda kucheza mechi ya away, Simba akiwa nyumbani. Nafikiri kwenye mpango wao wa kimsimu ilikuwa tayari hiyo ilikuwa ni option namba 1. Kila mechi itapigwa pale. Yaani kama option namba 1 ingekuwa kwa Mkapa, nafikiri Simba wangeanza pushi mapema na hata majibu ya uwanja kutengenezwa tungeyapata kabla hata ya juzi ilivyotangazwa Isamuhyo. Lakini wao kwa sababu option yao namba 1 na kila kitu bora wanachokifanya msimu huu kinaanzia pale, bado waliamini kwenye mazingira ambayo tayari wameyazoea. Lakini unapokuja kwenye issue ya kimbinu iko hivi, Mwakalobo na Andrew, football haichezwi kwenye muda wote unachezwa tu kwenye ule uwanja mkubwa. Football unachezwa kwenye vitu tunasema small sided games, SSG. SSG ukisoma kwenye eneo la coaching la kueleza kila kinachofanyika uwanjani kinatokea kwenye vimraba vidogo vidogo, visquare vidogo vidogo. Ndio maana unapata 2 versus 2, 3 versus 3, 1 versus 1. Yaani ukishaona kipa alibakia na mshambuliaji 1 versus 1 wako kwenye small sided. Sio kwamba mchezaji yuko upande wa pili, kipa yuko upande wa pili, uwanja mzima wako wawili. Tunasema small sided games. Yaani ni vimichezo vinavyochezeka kwenye visehemu vidogo vidogo. Kwa hiyo uwanja pamoja na ukubwa wake bado timu nyingi zina uwezo wa kuwa bora kwa sababu ya namna inavyovigawanya vile small sides. Vile viwanja vidogo vidogo ndani ya kiwanja kikubwa. Na ndio maana ukiviangalia vinapatikana 18 kwenye uwanja wowote. Ndio maana zinaitwa zone. Yaani timu ukishakuwa wewe goli la kusini una zoni zako 9. Kuanzia kwa golikipa vinagawanywa visanduku 9. Upande wa pili vinagawanywa visanduku 9, ndio vinapatikana visanduku 18. Unavitumiaje hivyo visanduku 18? Ndio unasikia mtu anakuambia zone number 14 ni pale kwenye D ya mpinzani wako ukiwa unaenda kushambulia. Zone namba 1 ni kwa fullback wa kushoto. Zoni ya pili ni kwa golikipa wako. Zoni ya 3 ni fullback wa kulia. Mpaka unafika pale katikati ya kiwanja. Mpaka ufike mwisho, zoni ya mwisho ya 18 ni kwenye kona ya kwenu upande wa kulia. Sasa uwanja ukiwa mkubwa, mwalimu ameugawaje vile small sides, vile vimraba, timu iweze kumove ikiwa na efficiency. Itamove vipi? Sasa hapo waga yote yanazungumzwa. Tunakuja kuuliza cha mwisho ambacho makocha wengi wao wanakiuliza cha kwanza. Yaani wakati watu wengine wanasema hii timu imechoka, kocha ndo waga anaanza kuuliza fitness yetu ikoje? Anamuuliza mwalimu wa fitness Mwakalobo, wewe vijana ulioandaa hawa wangapi wanaweza kunifaa kwenye mechi ya dakika 120? Mwalimu anaweza kusema katika kundi la wachezaji 30, hawa wanaume 18 ndo wanaweza kucheza dakika 30. Fitness yao iko pale. Nikisoma GPS kwenye catapult vest zao, kila siku inanieleza hawa jamaa rate yao iko pale juu.
inavuka labda 5 out of 10 anasema hawa tunaweza kwenda nao kwenye mechi ngumu. Sasa anakuja namba 2 kwa dimensions za huu uwanja. Players wangu wamezoea kucheza 105 kwa 68, labda 103 kwa 65. Kwenye uwanja huu niende na watu gani ambao wana uwezo wa kunipa go and return muda wote? Hapa ndipo ambapo mara nyingi timu nyingi zinapimwa kwenye upepo wa kucheza kwenye viwanja vikubwa, na ndio maana Barcelona alikuwa anazisumbua timu nyingi miaka akiwa bora. Hata hivi sasa ambavyo yuko na ubora huu ni kwenye engo ya namna ya kuligawanya liwanja kubwa kwenye vieneo vidogo vidogo. Sasa timu nyingi zikishazoea viwanja vya aina ile hazikimbii sana. Usio kafikiri zinakimbia sana kwa sababu zimeuzoea uwanja. Vinajua namna ya kugawanya hivyo vipande 18 vya kiwanja viwe na watu wengi. Yaani ukishakuwa na watu wachache kwenye kila kisquare, wewe ushakuwa outplayed kwenye mchezo. Lazima kila kile kieneo mnapomuvu. Waangalia hata JKT wa Ahmad Ally wanachokifanya. JKT wanafatana watu wengi sana kwenye vieneo vidogo vidogo. Unajua hawa jamaa mbona wanazisumbua timu kwenye liwanja lao? Wanalijua likubwa. Tukianza kukimbizana hata sisi tuliouzoea pumzi itatuishia dakika ya 70. Lakini kwa sababu tunajua liwanja ni kubwa, tukimove square ya zoni ya 3 kwenda zoni ya 6 taratibu, embu tufike tuwe watatu. Tukimove zoni fulani tuwe watatu. Ili square ili triangle itengenezwe watu wafike. Kwa hiyo issue kubwa kwenye hizi timu zishachezeshwa mpaka kama viwanja makubwa. Yanga sikaenda kucheza na Ahali kwenye hatua ya makundi. Simba sikaenda kucheza na Esperance. Kaenda kucheza na Petro Atletico. Yaani ni maviwanja yenye dimension makubwa. Kwa hiyo hawa wawili bado upepo wa kuweza kucheza kwenye uwanja wa dimension yote wanao, kwa sababu level ya fitness inayotengenezwa kwenye hivi vilabu viwili nafikiria ndio ile top level kwa ligi yetu. Sidhani kama kuna timu maybe zinaweza zinatengenezwa kwenye level hiyo. Na hata level ya kutafsiri visehemu vidogo vidogo ndani ya uwanja. Ndio bado narudia, uwanja wote wa mpira timu inapocheza. Kwa mfano kama hichi. Angalia, hiyo ni square, hicho ni kieneo kinachezwa. Hapo unamwona Imidi dhidi ya wachezaji wawili. Pale ni 1 versus 2. Hapo unapoona 1 versus 1 hiyo. Si ndio? Nado dhidi ya Izra Mwenda. Kwa hiyo mnavigawanyaje vile visquare vidogo vidogo 18 ndani ya uwanja vizima. Asante sana. Tukikuachia sana hapa Muro, tunaweza tukapata kozi ya ukocha bila vyeti. Tukatoka na hii taaluma vibaya na tukaweza kuexpress alafu vyeti hatuna. Sijui itakuwa tatizo. Kocha wangu Hiera yupo lakini. Yupo bwana, tuko viwanjani, safari ambayo imeanza saa 3 kamili na itafika tamati saa 6 kamili mchana. Uko nami Gwalugano Mwakalobo, lakini niko nao Godlisten Muro pamoja na Andrew Kinga Mkono, tukiangazia kiundani yale ambayo tunakuletea katika jukwaa hili la viwanjani wakati huu. Lakini tutoke kwenye habari ya Meja Jenerali Isamuhyo kwenda kuandika historia ya kuwa moja kati ya viwanja ambavyo vimebeba dabi ya Kariakoo, na itakuwa ni mechi ya ligi kuu ya NBC ambayo itapigwa Mei 3. Lakini turejee kidogo kumbukumbu za pale Zanzibar, kwa maana ya kwamba dabi ya Kariakoo ambayo imechezwa Zanzibar kwenye mashindano mbalimbali, wakati tunakwenda kuishuhudia kesho kutwa fainali ya kombe la Muungano. Mwaka 75 ilikuwa Januari 13, Yanga alipata ushindi wa mabao 2-0. Ilikuwa ni Kagame Cup finali hiyo, Godlisten. Lakini pia Oktoba 27 mwaka 1992 Simba iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Yanga. Ilikuwa ni Muungano Cup, Kinga Mkono. Lakini mchezo mwingine ulichezwa pale Zanzibar, ilikuwa Januari 12 mwaka 1992, mchezo ambao ulimalizika kwa dakika 90 kwenda 1-1. Ilikuwa ni finali ya Kagame Cup, lakini Simba wakatoa ubingwa kwa penalty 5-4. Januari 12, 2011 Simba walibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Yanga. Ilikuwa ni Mapinduzi Cup. Lakini Januari 10, 2017 ikaenda bila, lakini kwa penalty Simba wakaibuka mabingwa. Ilikuwa Mapinduzi nusu finali. Ilikuwa nusu finali, kubradhi. Hiyo ilikuwa ni nusu finali. Wakasonga mbele Simba kwa penalty 4-2. Januari 13, 2021 Yanga akiwa mwenyeji, kwa maana hiyo kwenye mchezo huo ilienda bila, lakini Yanga akatoa ubingwa kwa penalty 4-3, Mapinduzi hiyo. Lakini March 2026 mchezo ambao tulishuhudia wa ligi kuu NBC, Yanga akiwa ndiye mwenyeji,
mchezo ule ulimalizika kwa suluhu. Tunakwenda kushuhudia mchezo mwingine pale Meja Jenerali Isamuhyo, mambo yatakuwa vipi? Lakini rekodi ndio hizo kwa upande wa Zanzibar kule ambazo nimekusomea hapo. Kwa Simba na Yanga wakikutana pale, mambo hayajawahi kuwa mepesi sana.